You are watching GPTV, the most informative channel. Ujambo na karibu mtazamaji wa runinga ya Prestige TV. Bwana Yesu asifiwe. Mimi jina langu ni Daniel Nganga. Na kukaribisha uweze kuungana nasi kwa our show today. Our show, we are talking about who is your friend, and especially during the time of Christmas, the festive season. But I'm not alone in the studio. I have a guest. It's called Pastor Masharia. Amen. I'll invite you to introduce yourself. Amen. Tuambie unahudumu na kanisa lipi? Amen. Na ama ni mkaji wa wapi, una familia, na kisha baadaye utatanguliza the topic. Amen. Amen. Na wasalimia watazamaji wote wa runinga hii. Majina yangu ni Pastor Geoffrey Masharia. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nahubiri kanisa linaitwa Worldwide Mission Center hapa Gashie, mji wa Gashie. Na pia hilo kanisa linajulikana kwa mwito wetu ambao unaitwa if you're not saved, you're not safe. Kama hujaokoka wewe sio salama. Na pia nimeoa, nina mke mmoja, nina watoto watatu. Na ninashukuru Bwana kwa rehema zake. Excellent. So tunapoongea kuhusu rafiki wako ni nani, ama unaye rafiki, mchungaji umetueleza kwamba yuna rafiki kwa nyumba. Kuna marafiki wanne. Rafiki wa kwanza ni mke wake na watoto wake watatu. So mchungaji, ningetaka kwanza utangulize, or rather you introduce the topic. Who is your friend? Rafiki wako ni nani? And why the topic now during the festive season? Okay, ningependa kuzungumzia kama vile tulivyo katika talk show hii ya kwamba rafiki wako ni nani, kwa sababu tunasema ya kwamba mzungu anasema ya kwamba usinieleze wewe ni nani, nionyeshe marafiki wako na moja kwa moja nitajua wewe ni nani. Don't tell me the kind of a person you are, but show me your friends and I'm going to tell you what kind of a person you are. Majira kama haya, wakati ambapo tunasherehekea Krismasi, kuna watu wengi ambao watapotoshwa na watu ambao wanadhania ni marafiki wao. Kwa sababu Kiingereza akinatofautisha kati ya a friend and a companion. Companion ni mtu ambaye mnatembea pamoja kwa sababu labda mnafanya kazi pamoja, mtu ambaye anafaidika na kitu kutoka kwako. Lakini rafiki, a true friend, yule ambaye anakaa na wewe majira yote. Na leo ningependa tunapozungumza you dissolve all your friends, yani uondoe marafiki wako wote ambao unawajua. Katika talk show hii ufanye fresh interview ya marafiki wako kwa kiwango yako, uwaweke qualification, uone ni wangapi ambao watapita mtihani huo, kwa sababu wengi tunaodhania ni marafiki kwa hakika sio marafiki. Yes. Naam, tunapoendelea na the talk about who is your friend, tunapaswa kuangalia nini tunapochagua marafiki wetu? Amen. Jambo la kwanza ambalo ningependa kuzungumzia, rafiki wa kwanza, qualification moja, tunasema it is that friend that is not intimidated by your success and one that is concerned about your failure. Kindly mchungaji, repeat the statement because that is point number 1. Na ili mtazamaji wetu aweze kupata vizuri. Rafiki ambaye hatishwi na kufaulu kwako. Unajua majira kama haya, kuna watu wengi tutatembeleana, hatujaonana miaka mingi, na unajua kuna watu ambao walikuacha katika level fulani. Wakati huu watakupata uko level nyingine. Uko level ya kuendesha gari kubwa, uko level ya umebarikiwa, una nyumba kubwa, una kazi kubwa. Rafiki yeyote ambaye anatishwa, who is intimidated by your success, mweke kando kwanza. Haya, rafiki ambaye who is not worried and concerned by your failure, ambaye atakutazama brother, akuone ya kwamba ako concerned, kwa nini uko hivi, what can I do ndio nikuinue mahali ambapo nimefika. Lakini kama wewe ni rafiki yangu, hata kama umeshindwa kimaisha, mimi naona uko sawa, basi mimi nina kasoro katika uhusiano huo, kwa sababu rafiki wa kweli anatakiwa asikie anaguzwa, anasumbuka na kushindwa kwako, na anajiuliza ni lipi ambalo unaweza fanya angalau niweze kukuinua kiwango ambacho uko na nikupandishe kiwango ambacho niko. Pia nikiona umefaulu nisitishwe, maana nikitishwa nitageuka niwe adui wako.
Rafiki wa kweli ni yule ambaye ana celebrate ushindi wako na anakuwa worried and concerned kwa kushindwa kwako. Mara kwa mara tunao marafiki, wacha niwaite marafiki kwa sasa kabla we dissolve that name friendship. Mara kwa mara wapo hawa marafiki ambao let me use the word, they pretend to be there for you but they're after something. Now, Those are companions. How do you know who your true friend is? Tumesema ya kwamba unapo majira kama haya tutachanganyana na watu wa aina nyingi. Na ndio nimesema ya kwamba do a fresh interview on your friends. You know, dissolve all the friends you have. You know, assume they are not friends. Na sasa uanze kufanya mtihani mpya ambao ni interview, ndio utiki kwanza level yangu. Are you intimidated by who I am and where I am? Then if I am still there down, I've failed in so many ways, are you worried? Unaniita mahali unaniambia, ndugu, naona kuna kitu ambacho hakiendi vizuri. What is it that I can do? There are those people who fear to tell you something because pengine wanaona moyo wako umeinama pahali na wanaogopa wasije wakakukwaza. Na that is why we said that brings us to the second point. Rafiki wa kweli, he is not worried about correcting you. Nikiona ya kwamba koti yako imeinama na nione labda kuna nguo yako ina kasoro ama kama mimi ni rafiki wa kweli, sitakuambia kwenye umati, nitakuita kando nikwambie, brother Ng'ang'a, naona kuna mahali ambapo hauendelei vizuri. Lakini if I am okay with your problem, with your status, niko sawa. Hata wakati ambapo uko uchi, niko sawa. Hata wakati ambapo kwako kuna kilio, kuna shida, niko sawa. Basi mimi sio rafiki wa kweli. Maana rafiki wa kweli ni yule ambaye ana mwito wa kumkosoa na kumrekebisha mwenzake. Lazima uangalie marafiki kama wakati watu watajaribiwa na mambo mengi. Kuna watu watajaribiwa kuingia kunywa, kuna watu watajaribiwa kuingia kwenye anasa nyingi. Rafiki wa kweli anamwambia, brother Ng'ang'a, Januari tunarudisha watoto shule. Brother Ng'ang'a, haya ni majira ya COVID mabaya sana. Jiangalie ni watu wagani unatangamana na wao. What kind of people are you mingling with? Jiangalie pesa zile uko nazo, hebu saa hii weka kama 20,000 kwa account. Maana kuna maisha yanaendelea Januari. Lakini nikikuona nikuambie, ndugu, umetoka Nairobi, una pesa ngapi? Nina 30,000. Waacha nikuonyeshe vile maisha yanafurahiwa. Ni kuingiza mahali, nihakikishe ukirudi Nairobi unarudi bila dururu yoyote. I'm not your friend. I'm just a companion who is after what you have. Na baada ya kile uko nacho kikimarizika, basi mimi tunaachana na ninaenda zangu. Now, mchungaji, going back to the Bible, do we have examples of true friends? We have two friends, na wakati ambapo tutakuwa tukiendelea maybe part 2 ya haya mazungumzo, tuna marafiki wazuri sana wanaitwa Jonathan and David. Wameandikwa kwenye Biblia. Jonathan alikuwa ni mwana wa mfalme Saul. Na Saul alikuwa ni adui wa Daudi. Maana wakati ambapo Daudi aliua Goliath, wamama waliimba wimbo wakasema, Saul ameua mamia na maelfu, lakini huyu ameua maelfu ya mamia. Na Saul wakasema the next thing ambayo watafanya, watamuinua kama mfalme. Basi akapatwa na wivu ndani yake. Huyo sio rafiki. Rafiki ambaye anapatwa na wivu kwa kushinda kwako sio rafiki. Rafiki wa kweli anahesabu kushinda kwako ni kushinda kwangu, kushindwa kwako ni kushindwa kwangu. Kwa hivyo wakati umeshindwa, nitajaribu niwezavyo ili na mimi nikuinue, kwa sababu I am concerned by you being down. Haya, that is another point. So Jonathan mwana wa Sauli akajua baba yangu Saul anatafuta kuua Daudi. Maana Daudi anaelekea kuwa mfalme. Na hata kama Jonathan hakuwa awe mfalme, Biblia inasema ya kwamba walikuwa marafiki wa dhati. Upendo wao ukawa ni kama upendo wa mtu ambaye anaweza mfia mwenzake. You know, they loved one another to death. Jonathan alijua, I'm not going to be the king. David is set to be the king. Yet yeye ndiye alikuwa anafichulia Daudi mipango ambayo baba yake amepanga ya kumwangamiza yeye.
akawa anamtafuta, anamwambia usipitie hii njia, baba anatafuta kukuangamiza. Na mwisho wake hata wakati Jonathan alikufa na Saul, Daudi alipobaki baada yake alilipa urafiki huo. Akatumana akasema, nendeni kwenye nyumba ya Saul mtafute nani amebaki. Pakawa na mtu mmoja aliitwa Mephibosheth, alikuwa ni kiwete. Akamwambia, njoo ule na unywe mezani mwangu ili nilipe heshima ya Saul na Jonathan ambaye alikuwa ni baba yenu aliyonifanyia. Rafiki wa kweli lazima amkosoe mwenzake, mwambie hapa unapotea. Hapa ukiniambia umetupa bibi yako na kuambia hapana, mwanaume hatupi bibi, rekebishaneni, sikizaneni. Ukiniambia kwamba mimi leo naenda kufuta kazi, nimechoka, na kuambia what is it that I can do so that nisifurahie kushindwa. Mchungaji, kwa majira haya ya Krismasi na kuvuka mwaka mpya, kuna hoja ambayo umetaja, ukiona rafiki yako ama mwenzako hata kumtupa mke wake, na najua kwamba tunapoingia kwenye haya majira ya Krismasi, watu wengi watajiingiza kwa mambo ambayo hayafai. Kama mchungaji, kama kanisa, marafiki wana hiyo. Najua kuna wengi ambao watakuwa wametoka kanisani, watolewa kwa kanisa na haya majira, watolewa na marafiki ambao hawako kanisani. Kama mchungaji, utawapa mawaidha yapi hao? Mawaidha ambayo ningependa kuwaambia Wakristo wenzetu na watu wote ambao wanatutazama ni kwamba mtu yeyote asiyeelekea mahali ambapo unaelekea, huyo sio rafiki. Anybody who does not go where you're going. Ndugu, hapa Kashiri tunapanda gari za 108. Tunapandia pale fire station. Pale fire station huwa tunakuta jioni watu wamepanga mstari mrefu, foleni, wakati wanangojea magari ni machache. Kando hapa utakuta magari ya baba ndogo wanatafuta abiria. Gari zao hazijajaa. Gari za Gashie ni chache, zinangojea kujaa. Hautakuta mtu amevuka hapa aseme as long as hii ni basi, wacha niingie, sijari inaenda wapi. Atakaa foleni mpaka basi ya kwao ije, kwa sababu hii inaenda baba dogo, hii inaenda Gashie. So hiyo ni kumaanisha kwamba rafiki yeyote asiyeenda mahali unaenda, huyo sio rafiki. Jaribu majira haya utangamane na watu ambao wana maono kama yako, watu ambao wanaelekea mahali ambapo unaelekea, watu ambao ndoto za maisha yako na ndoto za maisha yako zinaambatana, zinaelekezana. Kuna mtu ameshindwa kwenye maisha yake, angependa atafute mtu ambaye wataanguka na yeye. Mshasikia kuna mtu anapatwa na ukimwi, anasema sifi peke yangu. Mtu mwingine anapatwa na COVID, anasema sifi peke yangu, nitatafuta. Niliona hata kwenye runinga siku moja mzungu alikuwa anapaka mate kwenye milango, kwenye taps, kwenye mifereji. Ashajua ninakufa, nataka kufa na wengi. Usitafute mtu ambaye ameshindwa anataka kuanguka na wewe. Tafuta mtu ambaye anajua anaelekea uelekeako, anaenda uendako, mtu aliye na ndoto na mipango na maono ya maisha yake. Watu wengi watajikuta kwa sababu ya ile ugonjwa tunaita man pleasing disease. Kuna ugonjwa wa kufurahisha watu. Man pleasing disease. Tafadhali fafanua kidogo. Man pleasing disease ni ule ugonjwa ambao si tajari nikomboe gari hata V8 Nairobi nilipe 10,000 a day, nikope pesa ndio nikafurahisha watu kijijini waone kwamba nishafaulu. That is tunaita false success. Ni ushindi bandia. Kwa vijana kuna mambo hufanyika, and especially najua majira kama haya. Na sio mimi. Pengine kuna kijana fulani anamchumbia msichana fulani, na angetaka afanye kitu na ili muonyeshe kwamba yeye ako sawa, ana gari, ana mali, na ili aweze kumfurahisha. Huo ni ugonjwa ambao nimeutaja, na watu wengi, hata vijana wengi wanapoingia kwenye harusi wanapatwa na ugonjwa huu. Unakuta tunasema ya kwamba a wedding is a 2-hour or 3-hour event. Marriage is a lifetime event. Marriage ni ya maisha. Na kuna watu wanapoteza pesa nyingi wakijaribu kufurahisha watu kwa sababu ya ibada ya masaa mawili. Anakopa pesa za suti ya shilingi 50,000 ndio aonekane klasi yake ni ya juu. Jameni, usigonjeke ugonjwa wa kufurahisha wanadamu. Unajua, kubali kiwango ulicho nacho. You don't be intimidated or frozen kwa kuambia watu vile mimi nilivyo nitaenda Geshagi na matatu.
Mchungaji naambiwa kwamba tuanze kwenda mapumzikoni kwa dakika kidogo. Lakini tunapoenda mapumzikoni nimkumbushe mtazamaji wetu kwamba tumeambiwa ndoa ni ya kudumu, lakini harusi ni ya masaa mawili ama matatu. Usije ukafanya kitu uweze kumfurahisha mwenzako. Na nikukumbushe mtazamaji wetu uweze kutupata kwa mitandao yetu ya kijamii. YouTube ni Gashie Prestige TV, Facebook ni Gashie Prestige TV. Na pia nitakupa namba yetu ambayo waweza kuwasiliana nasi tutakaporudi kutoka mapumzikoni. Asante. Mara tena mtazamaji wetu wa runinga ya Gashie Prestige TV. Nikukumbushe kwamba show yetu ni The Ministers Monday. Ile show ambayo tunakuletea wachungaji, tunaweza kuchambua different kinds of topics. Na sasa hivi tunachambua topic inaitwa Who is your true friends, and especially kwa majira haya ya siku kuu ya Krismasi na kuvuka mwaka. Endelea kukumbusha kwamba endelea kutazama sisi pale kwenye mitandao ya kijamii. Facebook ni Gashie Prestige TV na YouTube pia ni Gashie Prestige TV. Nikukumbushe siko pekee kwenye studio, niko naye mchungaji, atukumbushe jina lake. Amen. Majina yangu kwa wale wote ambao wanatutazama ni Geoffrey Masharia, mchungaji wa kanisa la Worldwide Mission Center hapa Gashie, Kiambu County. Excellent. Before we go back to our topic, I remind you our phone number 0722442574. Waweza nena nasi kupitia ile namba. Mchungaji, tulipokuwa tukienda mapumziko tulikuwa na kuhusu who is your true friend. Na nimekuja tu na swali lingine. Utawezaje kutambua the red flags za kujua mtu fulani sio rafiki wako wa kweli? Tumetaja mambo kama matatu ambayo lazima uangalie rafiki yako. Tumesema ya kwamba rafiki asienda mahali ambapo unaenda sio rafiki. Rafiki asiyefurahia kushinda kwako si rafiki. Rafiki ambaye anafurahia kushindwa kwako sio rafiki. Na ningependa kusoma mstari moja ndipo uweze kutuelekeza kwenye Methali 18 mstari wa 24, Proverbs 18 verse 24. Na ninasoma from NIV Holy Bible. Inasema, one who has unreliable friends, unreliable, soon comes to ruin, but there is a friend who sticks closer than a brother. Amen. Kuna ndugu, rafiki ni mtu ambaye anakaa na wewe kwa uchungu na kwa furaha. Mimi nikiwa rafiki yako kwa sababu kuna mazuri ninanyonya kwako. Mazuri yakiisha
ninakutenga, ninakutupa, mimi sikuwa rafiki. Na ndiposa nimesema ya kwamba lazima tuangalie marafiki wote, na hasa majira kama haya ya Krismasi, watu wengi watapotoshwa na ugonjwa wa kufurahisha watu. Tutaenda kule Gishagi na magari ya kukomboa pesa mingi, ndio tuweze kufurahisha watu, ndio tuweze kuingiana na watu, ndio niweze kumaintain urafiki wangu in quotes. Rafiki wa kweli ni yule ambaye nakuja kwangu nakuja kwako na kuambia hapa ndipo Mungu amenifikisha, nimebarikiwa mpaka hapo. Na mimi siaibiki kusema ya kwamba kama sina gari, majira haya sina gari, kusema ya kwamba saa hii gari yangu ni hii, na sitaibika kwa sababu ya kiwango cha maisha nilicho nacho, kwa sababu ninajua ni leo tu Mungu anaenda kuninua. Excellent. Mchungaji, is there anything like covenant friendship? Covenant friendship, yes. Kama vile tumesema habari ya Jonathan na David, walikuwa covenant friends, watu ambao unajua kile ambacho kimewaleta ni malengo yasiyowekwa kwenye msingi wa nitapata nini kwako na utapata nini kwangu. Hawa ni watu ambao nimeona kama watu ambao wameshikamana kwenye covenant prayers. Wanasema ya kwamba nataka tushikane, tuombee jamii yako, tuombee familia yangu, mpaka tuone ya kwamba Mungu ameinua familia zetu. Hawa sio watu ambao wanasema ya kwamba nataka tuchange pesa tufanye biashara, nataka maybe tuwe marafiki na mimi unisaidie na hiki ama nikusaidie na hiki. Hawa ni watu ambao lengo lao, they all want to benefit mutually, wanataka wafaidike wote. Na kwa hivyo hata wakati mwingine Mungu huamua kujibu maombi yako kabla hajajibu yangu, ama labda yangu kabla ya jibiwa yako. Kwa hivyo ninapoona ya kwamba Mungu amekukumbuka na bado mimi maombi yangu yako jikoni, wewe ukiwa covenant friend, hautaniacha kwa sababu wewe umeshapitishwa kwenye maombi ya unasimama na mimi. Na marafiki, kama nilikuwa na definition moja, inasema a friend is one who understands you. And if they don't, they try to understand you. Ati kwamba rafiki ni ambaye anakuelewa. Anakuelewa. Na kama hakuelewi anajaribu kukuelewa. Ya kwamba mimi wakati ambapo nina urafiki na wewe, ninaelewa kwamba unapitia nini. Na mimi sitishwi na kile ambacho unapitia. Ukibarikiwa zaidi yangu, sitishwi na hiyo hali ya kubarikiwa. When you are blessed more than me or ahead of me, I'm not intimidated by that, because I know my time is coming. When you're so down, I don't show a no concern because of how you are there down. I will endeavor, I will try, all what I can so that I can lift you up. Na nimeona watu ambao wamekuwa marafiki miaka mingi. Unasikia, mimi napenda watu, unasikia tulikuwa marafiki tukiwa high school, tukiwa secondary school. Hawa ni watu wametembea. Na mimi siangalii ni nini uko nacho ndiposa nifaidike. Mimi I'm trying to look at what you can become, not what you are now. Living in the fullest of the purposes of God. Living in the fullest of your destiny. Hiyo ndiyo inanisukuma. Urafiki wowote unaosukumwa na mimi kuona umefika mahali Mungu anataka ufike, huo ndio urafiki wa kweli. So a true friend, or rather a true covenant friend, is the one who seeks of what you are going to be, not who you are right now. Not who you are, because at the moment you may not be what God has purposed you to be. You may be, in those stages, the preparatory stages, ambazo Mungu anakupitisha, so that ultimately you can become what God, planned and ordained that you may be. But I will not be intimidated. For example, you may be walking today, and I could be driving, but the fact that you're walking and I'm driving, if we are covenant friends, I will not leave you behind. Unajua siku hizi kuna classes za marafiki. The Toyota Club, the Premium Club, the Mercedes Club, the Bachelor's Club. Hawa ni watu ambao, they are classified according to their status. They are drivers of this car. They leave the Muthaiga Club. Lakini rafiki wa kweli, my brother, hata wakati unakaa Githogoro na ninakaa Runda, ama unakaa Runda na kaa Githogoro, hatujaletwa pamoja na mahali ambapo tunakaa. We are not limited by our geographical location. Kuna kitu ambacho kiko mioyoni mwetu. The covenant friendship imetuleta pamoja, na let me tell you, hata ukiwa Githogoro
bado utakuwa rafiki wangu, na nitajaribu niwezavyo by prayer, praying for you, counseling you, unajua kushikana, kushauriana, kuinuana mpaka nione umefika mahali ambapo nimefika. December hii ningependa kuwaambia, rafiki asiyoona unapotea hakurekebishi, huyo mtenge. Yesu alipoona tunapotea kwa dhambi, hata akiwa yeye hakufanya dhambi, alijitoa muhanga maisha yake. He decided to become a remission of our sin, because the Bible says there is no forgiveness of sin without the shedding of blood. Akasema wacha nimwage damu, hawa watu niweze kuwarejesha, to reconcile them back to the Father. Angalia ni rafiki gani ambaye atakurudisha kwenye njia. Akiona umelewa, anatafuta vile utaacha pombe. Akiona umepoteza bibi, anatafuta vile utarejesha mke wako. Akiona wewe maisha, there are people who keep going down, the retrogressive, development, ile akurudi nyuma. Akiona huyu mtu sio progressive, ni retrogressive, anatafuta what can I do for my brother. Naona last year alikuwa anaendesha gari, saa hii ako miguu, saa hii ni kama mlevi, saa hii amekonda. Lazima rafiki wa kweli akuite kando, akwambie, my brother, what is going on? Naona mambo yako yanaharibika, si kuacha ukinywa. Lakini kuna watu wanasema siyakunywe, sio pesa yangu. Hapana, wacha maneno yatoke na wenyewe. Kwa hivyo nafurahia wakati ambapo you go retrogressively. And I'm not a friend. Jesus came as a true friend who sticks closer than a brother, even though he didn't sin, but he chose to come and die on the cross for us. And that is what we need to look at, friend. You may not die for me, but what are you doing to bring me back on track, on the path? And as you do that, you demonstrate your qualification on being a true friend. Mchungaji, ninalo swali. Yes. Kwa siku ambazo tunaishi, je, tuko na wale marafiki wa agano, the covenant friends? Kunao. Kwa hizi siku ambazo tunaishi, the 21st century. You know what something about God? They are always what we call the remnants. The remnants. Unajua kuna watu mimi sipendi wale watu wana generalize. Kuna watu kama sasa hivi wana generalize, wanasema wahubiri wote ni waongo. My brother, sio wote. Hata Elijah siku moja kwenye Biblia aligeneralize alipoenda mbele ya Mungu, akasema unajua nini Mungu? It is like he was reporting to God, like, God is omniscient, omnipresent, omnipotent, anaona kila mahali. Alimwambia, unajua Mungu nini? Kuna kitu haujui. Watu wote Israeli wamekuacha, mimi ndio nimebaki nabii wa kweli. Mungu akamwambia, let me tell you, let me correct you, you're not correct, you're not accurate. Nina watu 7,000 magoti yao hayajawahi inamia bahari. Bado kuna mabaki, tunawaita mabaki, remnants. Kuna marafiki wamebaki covenant, watu ambao, let me tell you, usiku na mchana wanakuombea. They have the goodwill, the goodwill in their hearts. Ni nini ambayo naweza fanya? Sio mtu anakuchekelea wakati ambapo anakuta umefungiwa nyumba. Sio mtu anakuchekelea wakati shati yako imechakaa. Anajaribu ni kitu gani ambayo naweza fanya nione ya kwamba maisha yako yamebadilika. Wako, if you pray and you open your heart. Unajua siku hizi sana tunatishwa na the outward cover. Unajua watu nikikuangalia hivi mara moja nikiona uso wako ni already nisha kustereotype, nisha kuweka kwenye klasi fulani. Watu ambao they go beyond your face. Beyond your facial expression, wanaenda ndani. Ukitaka kujua watu ni waina gani, angalia mioyo yao. Na mimi sababu niweze kana kwamba tunao marafiki wa agano, the covenant friends kwa sasa hivi. Aje nimeona kama kwamba tumeingia kwenye mitandao ya kijamii sana. Now we have the Facebook friends, the social media friends. We don't have the physical friends today. Most of our friends are based on the social media. Yeah. Ningependa kuwashauri, na hilo limenikumbusha kitu kimoja ambacho ningependa kusema. Let me tell you, a true friend hangojei ugonjeke ndio ajue kwako. Unajua siku hizo watu wengi tunakaa katika cosmopolitan life, the modern life, ambaye tukipakana na wewe kama jirani yangu, mpaka siku ile kwako kutavamiwa na wezi ndio nitajua mlango wa nyumba yako. Mpaka wakati kwenu, and God forbid, kumekufa mtu, ushaona watu ambao wanakaa jirani katika community fulani, hajawahi jua geti ya jirani wake. Lakini wakati wezi, hata mimi tulikaa ploti moja, hatukuwa tumejuana, tumetembeleana kwa muda.
Wezi wakakuja kwa jirani wetu mmoja. Unajua alitutembeza mpaka bedroom. Anatuambia wezi wamevunja hapa, wamekata hapa, na miaka hiyo yote hatujawahi ingia. Haya, unakuta mtu maybe amegonjeka, wakati anabebwa apelekwe kwa gari, ndio marafiki sasa wote majirani wanaingia. Marafiki wa kweli tukiwa na mitandao ya leo. Mimi kwenye moyo wangu najua hawa ni Facebook friends, hawa ni Instagram friends, lakini nina marafiki ambao zaidi ya kujuana nataka nijue kwao. Rafiki wa kweli najua kwako, unakaaje. Wacha nije kwako nione masaibu unayopitia. Wacha nione ukichapwa na mke wako. Pale ndio nitakwambia ndugu, mtu ufanya hivi ndio asichapwe na mke wake. Wacha nije kwako nikalie story, ndio nione labda kwangu kuna kiti extra ambacho nitakuletea. Usiweke marafiki wako kwa kikapu kimoja. Na najua Facebook friends wengi ni fake friends. Kutana nao ako Facebook ni wa 25 years. Ukimwona kihalisi ni grandmother ambaye ni mzee. Maana wale watu wanakaa katika disguise ndio aweze kuleta that kind of fake life. Kama una rafiki wa kweli, mjue mahali anakaa, tembelee, anaishi namna gani, tafuta ni kitu gani unaweza fanya kurekebisha na kusaidia maisha yake. Good. Asante sana mchungaji kwa kuja siku ya leo. Najua tuwezi malizia the topic ya who is your friend siku ya leo. Yes. This is just but the part 1 of our topic today. Let's meet next week on Monday, on the Ministers Monday. I can assure you we'll be hosting the same man of God, Pastor Macharia. Now, just go and do your research. Do your elimination method. Tell us, who is your true friends? Many thanks for joining us at Gashie Prestige TV. And I will ask Pastor Macharia to take 10 seconds kusema kwa heri. Amen. Na tuishie Merry Christmas. Thank you. Watazamaji wangu wote, ningependa kuwawishia ama kuwatakia Christmas njema, na hebu niwaambie kwamba Christmas, Jesus is the reason for the season. Yesu ndiye mwenye sherehe hii, na ningependa kuambia kwamba hii ni birthday ya Yesu ambao tunaisherehekea. Can I tell you, if I call you in my birthday, hauwezi ukija ukiwa mlevi, hautakuwa unaleta heshima kwa birthday yangu. Ukija ukiokotwa chini, ukija uanze kucheza na watoto wangu na mke wangu na nini, hautakuwa umeniletea heshima. Christmas sio habari ya kulewa, sio habari ya dhambi na anasa zingine. Jesus is the best gift that God gave us. What we do with our life is our best gift back to God. Tuangalia kwamba je, ninampa Yesu heshima na mwili na maisha aliyonipa, kwa sababu yeye amenipa kipawa ambacho ni Yesu. Tusherekee Christmas with a lot of sobriety. Tujiangalie kuna COVID-19, tuwatembelee marafiki wetu, na pia tusiwe watu wa kupendeza watu. Ishi maisha, life ambayo Mungu amekupatia. Tunasema live life in phases and sizes per time. And God will bless you, and you never regret when we come back in January by the grace of God. Don't die, and God bless you, and see you again right here in Jesus' mighty name. Thanks much, dear friends and our viewers, for keeping it Gashie Prestige TV. Until we meet next time, God bless you. Have a very blessed Merry Christmas. Amen. And a blessed New Year. Amen. Goodbye. Goodbye. You are watching GPTV, the most informative channel.